Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment, vile vile una partage. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye screen yako au kwenye video, na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa zetu hizi za habari za jioni. Karibu. Tuende na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kati ya jeshi la serikali FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa Wazalendo dhidi ya muungano wa M23. Kwa mujibu wa taarifa za awali, vikosi vya FARDC na Wazalendo vimelazimika kujiondoa katika vijiji vya Nkingwe na Malemo baada ya kukabiliwa na mashambulizi makali kutoka kwa wapiganaji au waasi wa M23. Baada ya kujiondoa vikosi vya serikali, inadaiwa kuwa waasi waliingia na kuimarisha uwepo wao katika maeneo hayo. Mapigano haya yamezua hofu kubwa miongoni mwa wananchi, huku familia nyingi zikimbia makazi yao kutafuta maeneo salama. Wakazi wa eneo hilo wanasema milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika kwa muda mrefu, jambo lililosababisha shughuli za kawaida kusimama kama vile masoko na shughuli zingine za kiuchumi. Hadi sasa mamlaka za kijeshi hazijatoa idadi rasmi ya watu waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo. Pia hakuna taarifa kamili kuhusu viwango vya uharibifu wa mali uliosababishwa na mapigano hayo. Mapigano katika eneo la Masisi yanaendelea kuonyesha hali mbaya ya usalama katika eneo la Kivu Kaskazini, ambako vijiji kadhaa vimekuwa vikibadilisha udhibiti mara kwa mara kati ya vikosi vya serikali na waasi wa M23. Hali hii imeendelea kuongeza idadi ya watu waliokimbia makazi yao na kuhitaji msaada wa kibinadamu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kurejesha amani ya kudumu yatategemea mafanikio ya juhudi za kisiasa na kidiplomasia, pamoja na kuheshimiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Wakati huo mashirika ya misaada yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kulinda raia na kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu. Hali katika maeneo ya Nkingwe na Malemo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku taarifa zaidi zikitarajiwa kutolewa na mamlaka husika kadri uchunguzi na tathmini ya hali inavyoendelea. Tuongelee habari za siasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juhudi za kidiplomasia za kumaliza mzozo unaoendelea kati ya waasi wa M23 na serikali ya DRC zinaendelea kukumbana na changamoto mapya. Licha ya matumaini yaliyotolewa na Marekani kupitia waziri wake wa mambo ya nje Marco Rubio kwamba vikosi vya Rwanda vingekuwa vimeondoka katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufikia katikati ya mwezi Julai, hali ilivyo uwanjani inaonyesha kuwa matarajio hayo bado hayajatimia. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na baadhi ya vyombo vya habari na wachambuzi wa masuala ya usalama, hakuna dalili zinazoonekana za kuondoka kwa vikosi vinavyodaiwa kuwa ni vya Rwanda kutoka maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23, hususan katika ngome zao zilizopo huko Kivu Kaskazini. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishtumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23 kwa kuwapatia wanajeshi na vifaa vya kijeshi. Rwanda kwa upande wake imekuwa ikiendelea kukanusha tuhuma hizo na kusisitiza kuwa hatua zake ni kulinda usalama wa mipaka dhidi ya makundi yenye silaha yanayotishia usalama wa taifa yake. Wakati huo juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na Marekani pamoja na mashirika ya kikanda na kimataifa zinaendelea kutafuta suluhisho la kudumu ili kurejesha amani katika eneo la Maziwa Makuu. Hata hivyo, wachambuzi wanaeleza kuwa maendeleo ya mazungumzo yanapaswa kuambatana utekelezaji wa makubaliano uwanjani ili kurejesha imani kati ya pande zinazohusika. Mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kusababisha maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao, huku hali ya kibinadamu ikiendelea kuzorota kutokana na mapigano ya mara kwa mara. Mashirika ya misaada yanaendelea kutoa wito kwa pande zote kuheshimu sheria za kimataifa na kibinadamu na kuhakikisha usalama wa raia. Hadi sasa hakuna tamko rasmi iliyothibitisha kuondoka kwa vikosi vinavyotuhumiwa kuwepo katika maeneo yaliyoshikiliwa na waasi. Hivyo juhudi za kidiplomasia zinaendelea, huku macho ya jumuiya ya kimataifa ikielekezwa katika hatua zitakazochukuliwa ili kufanikisha amani ya kudumu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tuendelee na habari kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo ajali mbaya barabarani imetokea Jumanne katika kijiji cha Kawama mkoani Lualaba kwenye barabara ya taifa namba 39 na kusababisha vifo vya watu 4 kwa mujibu wa taifa za awali. Ajali hiyo ilihusisha gari ya usafiri ya umma aina ya Toyota Iase na lori kubwa. Mashuhuda wa tukio wanasema chanzo cha ajali hiyo ni jaribu la kupita gari lingine bila tahadhari. Inadaiwa kuwa lori lilokuwa limebeba madini ilikuwa imesimama pembeni mwa barabara kutoka itilafu ya kiufundi. Dereva wa Iase alijaribu kupita lakini akagongana uso kwa uso na lori iliyokuwa ikitokea upande wa pili wa barabara. Mgongano huo ulikuwa mkubwa sana. Watu 4 wakiwemo dereva wa Toyota Iase alifariki dunia papo hapo. Abiria wengine walijeruhiwa ingawa idadi kamili ya waliojeruhiwa haikuwa imejulikana wakati wa taarifa hii ilipokuwa ikiandaliwa. Mratibu wa shirika jipya la kiraia Deogracia Yandenu amethibitisha kuwa hadi sasa vifo 4 vimeripotiwa, huku akieleza kwamba uchunguzi unaendelea ili kubaini kwa usahihi chanzo cha ajali hiyo. Mamlaka husika zimefika eneo la tukio kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa awali na kuanzisha uchunguzi rasmi kuhusu mazingira iliyosababisha ajali hiyo. Ajali hiyo imeibua tena wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa barabara kwenye barabara ya taifa namba 39 yani route numero 39 ambayo hutumiwa mara kwa mara na malori yanayosafirisha madini. Kasi kubwa, kupita ovyo na magari yanayoharibika njiani vinaendelea kuwa sababu kuu za ajali zinazosababisha vifo na majeraha za wasafiri. Tuende na habari kutoka mashariki mwa DRC ambako mashirika ya kiraia katika wilaya Walikale mkoani Kivu Kaskazini yamezitaka mamlaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka kwa kupeleka vikosi vya jeshi la FARDC katika vijiji vya Buleusa, Kateku, Bukumbirwa na Rusamambu vilivyoko katika groupement ya Ikobo sekta ya Wanyanga. Wito huo umetolewa kufuatia taarifa za kujiondoa kwa wapiganaji wa muungano wa M23 kutoka maeneo hayo mwishoni mwa wiki iliyopita. Kwa mujibu wa uratibu wa mashirika ya kiraia ya Walikale, uwepo wa jeshi la serikali ni muhimu ili kuimarisha usalama na kuwezesha maelfu ya familia zilizokimbia makazi yao kurejea katika makazi yao kwa utulivu na usalama. Hata hivyo, viongozi wa mashirika ya kiraia wameeleza kuwa bado wana mashaka kuhusu uhalisia kujiondoa kwa M23. Rais wa uratibu wa mashirika hayo katika wilaya Walikale, Fisto Misona, amesema kuwa kuna uwezekano kwamba hatua hiyo ni mkakati wa kupanga upya nafasi za kijeshi baada ya kuondoka kabisa katika eneo hilo. Kwa msingi huo, mashirika ya kiraia yanahimiza mamlaka ya kijeshi kuhakikisha kuwa hakuna pengo la kiusalama litakalojitokeza baada ya kujiondoa kwa waasi. Kwa maoni hayo, hali kama hiyo inaweza kuwa nafasi kwa M23 kurejea tena au kuruhusu makundi mengine yenye silaha kuingia na kujikita katika vijiji vilivyoachwa. Fisto Misona ametoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa waangalifu na kushirikiana na vyombo vya usalama huku wakisubiri hatua rasmi za serikali kuhusu hali inayoendelea katika eneo hilo. Tamko hili limekuja siku chache baada ya wapiganaji wa M23 kuondoka katika baadhi ya vijiji vya Ikobo, ingawa hatua hiyo imeibua matumaini ya kurejea kwa watu waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano. Mashirika ya kiraia yanaamini kuwa matumaini hayo yatatimia na ikiwa vikosi vya FARDC vitapelekwa kwa haraka na kudhibiti kikamilifu maeneo hayo. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na viongozi wa kijeshi kuhusu ratiba ya kupelekwa kwa wanajeshi katika vijiji hivyo. Wakati huo, maelfu ya wananchi waliokimbia makazi yao wanaendelea kuishi katika hali ya sintofahamu wakisubiri mazingira salama yatakayowawezesha kurejea tena majumbani kwao. Mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito kwa serikali kuimarisha ulinzi katika maeneo ya Walikale, yakisitiza kuwa uwepo wa vikosi vya serikali ndio njia bora ya kurejesha utulivu, kulinda raia na kuzuia kuzuka kwa mapigano mapya katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha niukaribishe katika taarifa yetu ya habari za jioni. Karibu. Mimi ni Skola Kisanga. Miongoni mwa wale tulionayo katika dira ya dunia. Ni moto mkubwa huo wa nyika ambao umesababisha vifo vya watu zaidi ya 12 na uharibifu mkubwa nchini Hispania. Kiongozi wa zamani wa Iran Ayatollah Al-Khamenei amezikwa katika mji wa Mashhad kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Pia
BBC Verify imebaini ushahidi kwamba kuna madai ya uongo na kupotosha kuhusu ugonjwa wa Ebola yanayochochea vitendo vya vurugu dhidi ya wahudumu wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika mjadala leo hii tunaangazia kinyang'anyiro cha kuwania kombe la dunia linaloendelea katika mataifa ya Mexico, Marekani pamoja na Canada. Nani kunyakua kikombe? Tuangalia Faransa namna ambavyo wanacheza, jinsi ambavyo wanautawala mchezo. Ni timu ambayo inatia hofu kukutana na timu yoyote ile. Na unaiona ndio timu ambayo imekamilika zaidi katika mashindano haya kuliko timu nyingine yoyote. Katika michezo, klabu ya Al Merrikh ya Sudan yajiondoa katika mashindano ya Sekafa Kagame Cup ya mwaka huu 2026 kabla ya kufanyika kwa draw ya mashindano hayo, na timu taifa ya soka ya Uhispania kuvaana na ya Ubelgiji katika robo finali ya pili ya kombe la dunia. Je, nani ataibuka kifua mbele? Mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim. Lakini kwanza ni taarifa habari, nami Isabela Mwagodi. Utafiti uliofanywa na shirika la habari la BBC umebaini kuwa raia wa kigeni kutoka zaidi ya nchi 40 wamefariki dunia wakipigana na majeshi ya Urusi katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Kwa mujibu wa idhaa ya BBC ya lugha ya Kirusi ambayo huweka kumbukumbu za wanajeshi waliotajwa kwa majina kuwa wameuawa vitani, zaidi ya wapiganaji wa kigeni 3500 wamepoteza maisha wakipigana jeshi la Urusi. Taarifa hiyo inaonyesha kuwa wengi wao, zaidi ya 2300, walikuwa raia wa Korea Kaskazini. Wengine walitoka katika mataifa mbalimbali duniani yakiwemo baadhi ya nchi za Afrika, Marekani, Ecuador na Vietnam. Hata hivyo, BBC inasema idadi halisi ya raia wa kigeni waliouawa huenda ikawa kubwa zaidi kuliko ilivyoweza kuthibitishwa hadi sasa. Shirika la ndege la Ryanair limethibitisha kuwa abiria mmoja alihitaji matibabu baada ya dirisha la ndege moja kuvunjika ikiwa angani muda mfupi baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa Thessaloniki nchini Ugiriki. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Ugiriki na Ujerumani, abiria waliokuwa ndani ya ndege hiyo walisema walisikia mlio mkubwa kabla ya dirisha hilo kung'oka na barakoa za oksijeni kushuka kutoka kwenye dari ya ndege. Agnes Penda na maelezo zaidi. Ripoti zinasema mwanamume mwenye umri wa miaka 61 alivutwa kwa nguvu kuelekea nje kupitia dirisha hilo kutoka sehemu ya juu ya mwili wake hadi kufikia mabegani. Mke wake alifanikiwa kumshikilia kwa dakika kadhaa na kumzuia asivutwe nje kabisa kutoka ndani ya ndege. Ndege hiyo ya aina ya Boeing 737 ilikuwa ikielekea Memmingen nchini Ujerumani. Baada ya tukio hilo, ndege hiyo ilitua salama katika uwanja wa ndege wa Thessaloniki ambako abiria huyo alipatiwa huduma za matibabu. Shirika hilo la Ryanair linasema kuwa liandaa ndege nyingine iliyowapeleka abiria waliobaki hadi walikokuwa wakielekea ili kupunguza ucheleweshaji wa safari. Shirika hilo la Ryanair limesema kwamba liliandaa ndege nyingine iliyowapeleka abiria waliobaki hadi walikokuwa wakielekea ili kupunguza ucheleweshaji wa safari. Ndege iliyohusika inaaminika kuwa katika matumizi kwa muda wa miaka 18 na ilikuwa ikiendeshwa na shirika la Malta Air, kampuni tanzu ya Ryanair. Hadi sasa haijafahamika ni nini kilisababisha dirisha hilo kuvunjika na uchunguzi unaendelea. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la kimataifa la nishati IEA limesema kuongezeka kwa mvutano kati ya Marekani na Iran wiki hii kumeongeza wasiwasi kuhusu mwenendo wa soko la mafuta duniani. Awali shirika hilo lilikuwa limetabiri kwamba makubaliano yaliyofikiwa mwezi uliopita kati ya Washington na Tehran ya kumaliza mzozo wao na kufungua mlango wa bahari wa Hormuz yangesababisha ongezeko kubwa la usambazaji wa mafuta katika miezi ijayo. Hata hivyo, sasa shirika hilo la IEA limeonya kuwa mapigano mapya kati ya pande hizo mbili yanaweza kuvuruga matarajio hayo. Ingawa hakuna mashambulizi mapya yaliyoripotiwa usiku kucha, shirika hilo linasema hali bado ni tete na inaweza kubadilika wakati wowote. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa kipindupindu nchini Sudan unaweza kuwa mbaya zaidi kutokana na vita vinavyoendelea, ongezeko la watu wanaokimbia makazi yao na kuanza kwa msimu wa mvua. Shirika hilo linasema watu wasiopungua 114 wamefariki dunia tangu mlipuko huo utangazwe rasmi wiki 2 zilizopita. Kwa mujibu wa shirika hilo la Afya Ulimwenguni WHO, ugonjwa huu unaendelea kusambaa katika majimbo kadhaa. Cholera is back
and it's affecting. Ugonjwa wa kipindupindu umerejea tena na unaathiri majimbo kadhaa. Tunatiwa wasiwasi hasa na kuenea kwake hadi eneo la Alawade huko Kordofan kaskazini, ambako ufikiaji ni mgumu sana na mfumo dhaifu wa afya unazidi kushindwa kudhibiti hali. Vituo vya afya vimefurika huko na ufikiaji wa matibabu ni mdogo sana. Access to care is very, very limited. Na watu wasiopungua 12 wamefariki dunia kutokana na moto mkubwa wa porini katika jimbo la Almeria kusini mwa Hispania. Baadhi ya miili ya waathiriwa ilipatikana ndani ya magari yao, huku wengine wakiaminika kufariki walipokuwa wakijaribu kukimbia moto huo ulioendelea kuenea kwa kasi. Maafisa wanasema watu wengine 19 bado hawajulikani waliko. Vikosi vya wazima moto vinaendelea na juhudi za kudhibiti moto huo ambao mashuhuda wanasema ulianza baada ya nyaya za umeme kuanguka wakati wa wimbi kali la joto. Mwezi wa 5 mwaka huu, waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez alisema kuwa nchi hiyo imeweka mkakati wake mkubwa zaidi wa kukabiliana na moto wa porini mwaka huu. Wimbi la joto kali linaendelea kuchochea mlipuko ya mioto katika maeneo mbalimbali barani Ulaya. Hii ni BBC. Ni taarifa ya habari za dunia imesomwa na mwenzangu Isabela Mwagodi. Msikilizaji, unaweza kutusikiliza kupitia matangazo haya kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa visiwani Zanzibar, tusikilize kupitia Zenj FM. Kwa Tanzania ni Abud FM na CJ FM. Nchini Kenya, Most FM, Gulf Radio na Mwenedu FM. Uganda kuna Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Busoga. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano kule Beni na Lizard Radio. Yapo pia kwenye FM Mombasa na Nairobi 93.3. Kisumu na Nakuru ni 88.1. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Kote uko na rambaza tu naandika BBC Swahili. Na kukaribisha tena, mimi ni Skola Kisanga, lakini hapo baadaye utaungana na mwenzangu Ahmad Bahaji akiangazia mtanange ambao unaendelea kuelekea kulitoa lile kombe la dunia ambalo linaendelea katika mataifa ya Mexico, Canada pamoja na Marekani. Lakini sasa tuangazie taarifa ambazo tumekuandalia. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2027. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, basi acha tuendelee kutusha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za kesho asubuhi na saa 11 asubuhi na dakika 45, yani 45. Chao, bye.